Watazamaji wa channel ya Hatuboy Media katika viwanja vya Mwana Kalenge, ambapo leo ni siku muhimu kabisa ya mkutano kuweza kumheshimisha mgombea mwenza ambaye ni Dr. Emmanuel Nchimbi kwa tiketi ya chama cha CCM. Lakini kwa heshima pia wapo viongozi mbalimbali akiwemo pia rais mstaafu ambaye ni Rais Jakaya Mrisho Kikwete wa awamu ya 4, bila kumsahau pia na mgombea ubunge kwa tiketi ya chama cha CCM kwa hapa jimbo la Bagamoyo ambaye ni Subira Hamisi Mgaru. Kwa hiyo kwa wale ambao mnazidi kufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali, basi hakikisha kwamba unaendelea kufuatilia channel ya Hatuboy Media ambayo iko sambamba kabisa kuweza kukupa taarifa mbalimbali. Nikiripoti ndani ya viwanja vya Mwana Kalenge Stadium, ambapo kijani inaendelea kung'aa, kijani inaendelea kuwafanya pia wananchi waamini kwamba Oktoba tunatiki. Tarehe 29 hakuna kubaki nyumbani, bali zaidi yake ni kwenda tu kutiki, yani sio kutiki tu bali unatiki tena ndani ya viunga hivi ndani ya jimbo la Bagamoyo. Mimi ni King Misha Salaman Talent, lakini pia bila kumsahau pia cameraman Adam Sami, lakini pia designer wangu ambaye ni designer mpole kunifanya anaendelea kukaa vizuri na kukamavu zaidi ndani ya siku hii ya leo. Nogile ukae ndani ya jimbo la Bagamoyo, mapokezi ni makubwa sana kwa mgombea ubunge Subira Hamisi Mgaru ambaye ndani ya viwanja vya Mwana Kalenge Stadium, kama unavyoweza kuona jinsi ambavyo mapokezi yanaendelea kuwepo na ni namna gani ambavyo inaonekana na inaonyesha dhahiri kwamba wananchi wameweza kumpokea mgombea ubunge ambaye ni Subira Hamisi Mgaru. Lakini pia kwa heshima na taadhima, mara baada ya uwepo mkubwa wa mgombea mwenza wa urais kwa tiketi ya chama cha CCM ambaye ni Dr. Emmanuel Nchimbi, yani kiuhalisia kama walivyo wengi kuweza kujitokeza katika viwanja hivyo, ni namna gani ambavyo wanaamini ndani ya chama cha CCM Oktoba wanatiki ndani ya mwaka 2025 Oktoba tarehe 29. Lakini kwa heshima pia ya kuweza kumsapoti Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye pia yeye ni mgombea urais kwa tiketi ya chama cha CCM. Lakini ndani ya jimbo la Bagamoyo, kama unavyoweza kuona nyomi ambalo limeweza kujitokeza, vijana lakini pia na wazee na watu mbalimbali kuweza kujitokeza kumsapoti mheshimiwa, lakini pia na mgombea ubunge ambaye ni Subira Hamisi Mgaru. Hii inaonyesha dhahiri kwa vitendo na sio maneno. Tukisema kwamba Bagamoyo kumenoga, kunogile ukae, basi tunamaanisha kwamba yani kwa Subira Hamisi Mgaru ni namna ambavyo anakubalika na kupendwa na wananchi wa jimbo la Bagamoyo. Kwa hiyo hii inaonyesha dhahiri kwamba ndani ya Oktoba tarehe 29 hakuna kama Subira Hamisi Mgaru. Hii ni kwa vitendo na sio maneno, kama nilivyozungumza kwamba ndani ya viwanja vya Mwana Kalenge watu wamejitokeza kwa wingi, lakini lengo ni kuonyesha sapoti na ni kuonyesha nia ya wazi kwa vitendo kwamba wanaiamini serikali ya awamu hii ya Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia na viongozi wateule ambao watakuwepo ndani ya viunga mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba katika sera zao wanaendelea kuzinadi. Lakini pia kwa Oktoba hiyo tarehe 29 ambayo itakuwa ni siku rasmi kabisa, kama kura yako itaenda kwa Rais Samia Suluhu Hassan, basi usimsahau na mbunge wako ambaye hapa tunamzungumzia Subira Hamisi Mgaru kwa jimbo la Bagamoyo. Lakini kwa jimbo lako pia utaangalia ni nani ambaye anafaa zaidi, na kwa diwani wa kata uliopo basi pia utaenda kama vile ambavyo itakuwa iko sambamba. Mimi sina la ziada, kincha msingi tukutane kwenye upande wa comment, na hii ni Hatuboy Media.